kutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV brightens your day. Kwa majina yangu naitwa Apostle Paulo Saidi kutokea kanisa la CAG Mto wa Uzima lililo Igoma, eneo la barabara ya Humaki karibu na Ndama. Niko hapa kukuletea ujumbe wa Mungu. Wewe mtazamaji na msikilizaji wa Star TV, niko hapa kukuletea ujumbe wa Mungu. Na mada yetu ya leo inazungumzia upendo wa Mungu kwa wanadamu. Tunajifunza juu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Tunapozungumza Mungu aliupenda ulimwengu, kutoka katika Injili ya Yohana sura ya 3 na mstari wa 16. Biblia inaeleza wazi namna Mungu alivyoupenda ulimwengu. Biblia inaposema aliupenda ulimwengu, si kwamba aliwapenda wanyama, aliwapenda wanadamu, kwa sababu wanadamu ndio aliowaumba. Na kwa kuwa aliwaumba, yeye Mungu, upendo wake kwa wanadamu aliowaumba ni mkubwa sana. Nitausoma mstari wa Injili ya Yohana sura ya 3 na mstari wa 16. Biblia inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tumesoma haya maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie awe na uzima wa milele, kwamba asipotee. Manake Mungu alipoupenda ulimwengu hakupenda mwanadamu yeyote apotee, hakupenda mwanadamu yeyote angamie, kwa sababu yeyote ambaye Mungu anampenda huwa anamwazia mema, huwa anamwazia kumtendea mema, huwa anamwazia ampe kila kitu alichokiandaa kwa ajili yake huyo aliyempenda. Na ndio maana inasema kwa jinsi hii, au tungesema kwa namna hii, Mungu aliupenda ulimwengu. Manake aliwapenda wanadamu, aliwapenda wanadamu wa aina zote, bila kujali kabila zao, bila kujali itikadi zao, bila kujali amezaliwa wapi, kazaliwa na nani, ana itikadi gani. Mungu alimpenda, kwa sababu hawa wote wanadamu Mungu aliwaumba, na kwa kuwa aliwaumba ni mali yake, na upendo wake kwao ni mkubwa sana. Na ndio maana akafika sehemu akamtoa mwanawe pekee ili wasipotee. Anapozungumza kupotea kwa namna gani? Kupotea ni kuishi maisha ya kuwa mbali na Mungu. Maanake huyo amepotea katika uwepo wa Mungu, amepotea mbele za Mungu. Bwana, mtu anayeishi kinyume na mahusiano ya Mungu, hata akifa hawataonana na Mungu, hata kwenda kwa Mungu, ataenda jehanamu. Lakini anapopenda, lile pendo lake Mungu linatuvuta kwenda kuishi pamoja naye, kwenda kukaa pamoja naye. Na ndio maana alisema, kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu ili akaishi na watu. Kwa sababu tangu mwanzo alipomuumba mwanadamu kwenye bustani ya Edeni, Mungu alikuwa na mahusiano na mwanadamu. Na ndio maana ile sura ya 3 mstari wa 8 wa kitabu cha Mwanzo inazungumza, Mungu alikuwa anamtembelea Adamu, wanazungumza, wanapanga mipango. Kwa mahusiano ya Mungu na mwanadamu ni ya tangu mwanzo. Lakini hapa mwanadamu katikati alipoteza mahusiano yake,
akapoteza ibada yake kati ya kumwabudu Mungu. Alipopoteza mahusiano yake, ndiyo maana ikamgharimu Mungu namna ya kumrejesha mwanadamu kwenye mahusiano yake na Mungu, amrejeshe. Aliamua kumrejesha kwa kumtoa Yesu ili amrejeshe kwenye mahusiano, ili waishi pamoja, ili watende kazi pamoja, ili wahusiane tena. Maana mwanadamu wakati anahusiana na Mungu kwenye bustani ya Edeni, hayakuweko magonjwa, hasikuweko shida. Lakini baada ya kupoteza yale mahusiano, matatizo yakaanza, magonjwa yakaanza, mauti ikawepo, kukataliwa kukawepo, mambo mengi yalitokea baada ya mwanadamu kupoteza mahusiano yake na Mungu. Mengi yalitokea kati ya maisha ya mwanadamu. Na Mungu kwa sababu anampenda mwanadamu, hakuona vema kwamba mwanadamu, mtu aliyemuumba, anayempenda, aendelee kuteseka, aendelee kuhangaika, na wakati Mungu ana uwezo wa kumsaidia, na wakati Mungu ana uwezo wa kumponya, na wakati Mungu ana uwezo wa kumrejesha. Akaona haiwezekani, ndio maana akamtuma Yesu ili aache afe kwa ajili ya huyo mwanadamu anayehangaika. Na upendo una tabia ya kuvuta, una tabia ya kuvuta, na una tabia ya kugharimika. Na ndio maana Mungu aligharimika kwenda kumkomboa mwanadamu. Aligharimika kwa kumtoa mwanae kwa ajili ya watu. Japokuwa watu ndio walikuwa wamemkosa Mungu, lakini Mungu hakuangalia aliyemkosa kwamba atanirudishia gharama zangu, ataripa. Hapana, Mungu aliangalia agharimike, amsamehe bure, amrejeshe bure. Kwa upendo wa Mungu umekuwepo kuturejesha kwake, na si kuturejesha tu, na kutupa uzima wa milele. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba kila mwaminie awe na uzima. Kwa ukimwamini Yesu, unapokea kile Mungu alichokusudia kwenye maisha yako, ambao ni uzima wa milele. Atakuponya bure, atakusamehe bure, atakufungua bure. Hata kama ulikuwa unalogwa, hautalogwa tena. Ulikuwa na magonjwa, atakuponya bure. Kwa sababu ndicho kilichokufanya akupende, kwamba hataki kuona unaendelea kuhangaika, unaendelea kuteswa na uchawi, unaendelea kuteswa na magonjwa, unaendelea kuteswa na shida yoyote, na wakati aliyekupenda ana nguvu. Kuna habari moja kwenye Biblia, kwenye kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ya 11 na ule mstari wa 35 kwenda 36, inahusiana na Lazaro na Yesu. Lazaro alikuwa kipenzi cha Yesu, alikuwa rafiki wa Yesu. Ikafika sehemu Lazaro akaugua. Dada zake na Lazaro, ambalo ni Martha na Mariamu, wakatuma taarifa kwa Yesu kwamba umpendaye anaumwa, uje. Yesu akapata taarifa, hakuenda. Siku ya kwanza, siku ya pili hakwenda, siku ya tatu hakwenda, mpaka Lazaro akafa. Wakashangaa, wakatuma tena taarifa kwa Yesu kwamba umpendaye, lakini Yesu hakwenda. Ile siku ya 4 Yesu akaenda. Alipofika akaona dada zake wanalia, wanazungumza. Yesu, ungekuweko hapa, Lazaro asingekufa, Lazaro asingekufa. Yesu akawaambia neno moja tu, mumemweka wapi? Kwa sababu Yesu anampenda Lazaro. Anawauliza
mmemweka wapi? Biblia inasema wakamwonyesha, akaondoka. Yesu kwa sababu ya kumpenda Lazaro alijisikia anaumia moyo wake, alijisikia machozi yanatoka kwa sababu ya nguvu ya upendo ya kumpenda Lazaro. Akauliza, mmemweka wapi? Akaenda wakamwonyesha. Alipofika kwenye kaburi akawambia, liondoe jiwe. Wakasema amekuwa maiti siku 4 ananuka. Akawambia, Masa, sikukwambia ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Kwa sababu alimpenda. Akawambia, liondoeni. Hakujali Lazaro ananuka, hakujali Lazaro amekuwa maiti siku 4, hakujali Lazaro kazikwa, watu wamemsahau. Lakini kwa sababu anampenda, alikwenda pale kaburini, pale kaburini. Akawambia, liondoeni jiwe. Walipoliondoa, akamwita Lazaro, akanyanyuka. Akamwita Lazaro, akafufuka. Ni kwa sababu alimpenda. Ndio maana alikwenda mpaka kaburini, ndio maana alifufua. Na Wayahudi walipomwona analia, wakajua ya kwamba anampenda. Mpendo mtazamaji, napenda nikuambia kitu kimoja. Mwamini Yesu, maisha yako yatabadilika. Mwamini Yesu, maisha yako atabadilisha, kama alivyoyabadilisha Lazaro, kama alivyomfufua Lazaro. Kwa sababu Yesu alimpenda Lazaro. Yesu akaenda alipokuwa amezikwa. Yesu atabadilisha maisha yako, atabadilisha biashara yako, atabadilisha uchumi wako, atabadilisha ndoa yako unayoria leo, watoto wanaokuliza. Yesu atawanyosha, Yesu atawarekebisha kama alifufua Lazaro. Na wewe ukimpenda, atafufua maisha yako, atafufua maisha yako, atafufua biashara yako, masomo yako, kazi yako, atairejesha katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Apostle Paulo Saidi kutoka kanisa la Calvary Assemblies of God, kituo ni Mto wa Uzima. Namba yangu ya simu 0762 02 0449. Namba yangu ya simu 0762 02 0449. Barikiwa sana kwa kunitazama, barikiwa sana kwa kunisikia, barikiwa na Bwana. Mungu akubariki. Chukua maamuzi leo. Ukitaka kutupata, panda gari linalokwenda Kisesa. Kama unatoka Kisesa, shukia kituo kinaitwa Ndama. Ukifika pale, uliza barabara ya Humaki. Pale Humaki, panda na ile barabara ya Humaki, utaliona kanisa mkono wako wa kulia wakati unapandisha. Ubarikiwe sana, ubarikiwe. Karibu sana kwenye ibada ya leo. Pendwa mtazamaji, usikubali kubaki nyumbani. Nenda ukamwabudu Mungu anayekupenda. Ili aponye maisha yako, aponye magonjwa yako, aponye ndoa yako, aponye biashara yako, aponye uchumi wako. Karibu kanisani na Mungu atakutembelea, na Mungu ataponya maisha yako, na Mungu atainua ndoa yako inayokuliza leo. Hautalia tena, maana anayekupenda ana nguvu ya kutenda yote. Ana nguvu ya kurekebisha uchumi wako, ana nguvu ya kurekebisha ndoa yako, ana uwezo wa kuponya masomo yako. Nimeshuhudia watu wakiponywa, nimeshuhudia watu wakinuliwa, ndoa zikipona. Na wewe karibu sana kwenye ibada ya leo, inaanza saa 3. Na Mungu akubariki sana. Napenda kwamba endelea kabisa, enda kwenye ibada siku ya leo ukamwabudu Mungu, na Mungu ataponya maisha yako. Hautabaki jinsi ilivyo. Ila usikane ujue upendo wa Mungu kwa sababu hujawahi kumwabudu. Hujue upendo wa Mungu, unaona kama Mungu hakupendi, kumbe anakupenda sana. Wakati mwingine Masa aliona kama Yesu ampendi Lazaro, kumbe alikuwa anampenda. Na ndio maana alienda mpaka kaburini. Alienda mpaka alipokuwa ameraswa, amezikwa. Hakuishia tu kuangalia kaburi,
Hakuishia tu kuona kaburi, aliyemwambia, alimwita Lazaro, na Lazaro akanyanyuka. Na maisha yako leo yatanyanyuliwa na Yesu, yataponywa na Yesu. Biashara yako leo itaponywa na Yesu. Wakati mwingine umekuwa ukilalamika ya kwamba biashara yangu haiendi, biashara yangu imeharibika. Mwamini Yesu leo. Nenda ibadani leo, fika kanisani leo, utaona upendo wa Mungu kwako, utaona anayekuwasia mema, utaona katika jina la Yesu Kristo, utaona mambo mema kwako, utaona mema anayokutendea. Mpendwa mtazamaji, endelea kutazama, lakini usiache kwenda kanisani, na karibu kanisani. Na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Barikiwa watazamaji. Pende kuwashukuru watazamaji wote wanaonitazama na wasikilizaji wote wanaosikiliza. Mungu awabariki na watendee mema, na ainue usawa wenu, ainue biashara zenu, ainue kazi zenu, watoto wenu watendewe mema, ndoa zenu zitendewe mema katika jina la Yesu. Mungu atendewe mema. Wewe ulio mgonjwa, Mungu akuponye. Wewe unayehangaika, Mungu afungue maisha yako, afungue maisha yako kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Akutendee mema, akutendee mema sasa, akutendee mema katika jina la Yesu. Atende mema juu ya kazi yako, atende mema juu ya biashara yako, atende mema juu ya ndoa yako, atende mema leo katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, Black TV.